Na sasa nataka kumshukuru Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuona ni bora na ni sawasawa akuteue wewe kuwa waziri katika wizara ambayo inaongoza vyama vya wafanyakazi. Pelekea salamu za pongezi kwake, lakini tukupongeze wewe kwa kuheshimiwa na kukubaliwa, kuonekana kwamba unastahili kupata nafasi hiyo. Si kazi nyepesi, lazima kwa namna yote kuna kitu kikubwa kizuri ndani yake. Walimu tunahudumiwa na vyombo visivyopungua 5. Sina sababu ya kuvitaja, unavyofahamu. Sina uhakika nani kati ya hao hukwamisha mambo ya walimu. Angekuwa mmoja tungemkamata yeye peke yake, tukasema wewe ndiyo sababu, kwa sababu mambo yote unayashughulikia wewe mwenyewe. Lakini kwa sababu ni wengi, basi mmoja aweza kumkwamisha mwingine. Hilo ni jambo linalostahili kuangaliwa upya kwa kiasi kikubwa sana. Kwa mujibu wa kanuni za utumishi, kanuni za kudumu za utumishi wa umma, toleo la mwaka 2009 kifungu L2 kifungu kidogo cha 21, stahiki za masaa ya ziada ya kazi ni halali kisheria kwa watumishi wa umma. Na kanuni nimeisoma wote, mimi, mheshimiwa mgeni rasmi, nafikiri wewe pia na wote walioko hapa tumefundishwa na walimu. Tulipokuwa wanafunzi kwenye skimu mbalimbali zinaonyesha kwamba anayestahili kuwahi kufika shuleni ni mwalimu kabla ya mwanafunzi. Mwalimu anafika shuleni saa 12 asubuhi ili ampokee mwanafunzi, na ikitokea kwa bahati mbaya uone watu ambao wanaweza kuwa na hawajui mambo fulani fulani, ikitokea mwanafunzi amewahi kabla ya mwalimu, jambo lolote likimpata, huyo mwalimu mkuu na walimu katika shule hiyo wana matatizo. Lakini mwalimu akiwahi, masaa sahihi ya kazi ni masaa 8, saa 1:30 asubuhi mpaka saa 9:30 mchana alasiri. Lakini mwalimu aliyeanza kufika shuleni saa 12, na ukweli ni kwamba akiwahi kuondoka lazima iwe ama saa 10 ama saa 10:30 jioni. Kifungu hiki ambacho kinawahusu watumishi wote wa umma including walimu kimemwacha mwalimu pembeni. There is no overtime, no teaching allowance. Hii haiwezi kuwa sawa.